Nani amekupa hiyo kazi uifanye? Hii kazi alinipa mama. Mama eh? Ndio. Unamwambiaje mama? Naambia mama, kama unavyoona kazi yako hapa nishaifanya, kama unaelekeza. Ndio hizi hapa. Na siku nyingine ukiwa kuna issue ya kupeleka hizi charity kwa orphans na watu wengine watu wahitaji, unamwambiaje mama? Nitamwambia mama, hata sisi tunahitaji pia kupeleka nguo zetu hizo ambazo hazitutoshi, kwa mfano nguo, viatu, begi na vitu vingine kwa watoto yatima. Biblia inakufundishaje ukiwapatia watu ambao wanahitaji vitu? Inakufundisha kitu gani? Biblia inanifundisha nikiwapatia vitu, Mungu cha kwanza atanibariki, pia ataniongezea baraka. Wale ambao hawajapata, cha kwanza naombea kwa Mungu, ipo siku nao watakuja kupata, na pia sisi tutaendelea kuwasaidia. Lazima tuangalie tunawezaje kwa kushirikiana nao haya maisha watoto tufurahi, lakini lazima tumpatie hongera sana mama, maana kile wazo la mama na ameanza. Actually hizo nguo alizotoa wote tunafahamu ni nguo ambazo ni za muhimu sana kwake. Ni nguo ambazo akivaa watu tunamsifia amependeza, ni nguo nzuri na zina historia. Kwa mfano nguo hii ya chini kabisa, hii ina historia kabisa kubwa kwa mama, lakini ameamua kuitoa. Ni kwa sababu gani? Wanasema kwenye Biblia, unapotoa kitu, utoe kile kitu ambacho wewe mwenyewe unakipenda. Kile kitu ambacho wewe mwenyewe unakipenda zaidi ndio unawapatia watu. Sio kitu ambacho kimekuchosha, ukipendi au ndio unawapatia watu, hapana. Kile kitu ambacho ukikaa mwenyewe kinakuvutia ndio unawapatia watu, si ndio? Kwa hili ni somo kwa mama. Unamwambiaje mama? Toa ujumbe kwa mama. Naambia mama, asante kwa kuwasaidia hao wenzetu, kwa binadamu wenzetu kama sisi. Pia Mungu atakuongezea mara 100 yake. Haya mwanangu. Siku mwema.